Gaza ya kimiujiza ni makaburi ya wale waliovamia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya Al-Bushra Al-Islamia inawaletea kwenu bayana al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad Imani. Anawasomea kwenu mmoja katika maansar wake kwa Allah. Bayana kwa tarehe 18 Rabi' al-Akhir 1445 Hijria, sawasawa na tarehe 2 mwezi wa 11 2023, wakati saa 1:09 asubuhi kulingana na takwimu rasmi ya Qura. Bayana kwa unwani Ghazatul Mu'jizatu maqbaratun man ghazaha. Gaza ya kimiujiza ni makaburi ya wale walioivamia. Bismillahil wahid al-qahhar. Na swala na salam juu ya mitume wa Allah wote kwa dini ya Kiislamu, kutoka wa mwanzo wao mpaka khatimu wao Muhammad, mtumi wa Allah, kwa Al-Qur'an al-Azim, ujumbe wa Allah, ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa walimwengu wote mpaka siku ya Kiyama. Ama baada yatakayofuata, tunaendelea kuwahakikishia walimwengu kwamba Jumamosi tarehe 7 Oktoba ni siku ya nuksi inayoendelea na kutoka ushindi mmoja hadi mwingine kwa idhni ya Mwenyezi Mungu mmoja, Allah al-Wahid al-Qahhar. Na tunaendelea kuwahakikishia Waislamu kwamba vita vya heshima vya Gaza vitafichua dhahabu ya manjano kutoka kwa shaba ya uongo, na bado tunamsubiri kiongozi yote wa Kiislamu ambaye ni katika wa kweli atoe bishara ya utukufu wake. Basi tunamwongezea utukufu wake, kwani viongozi wa Waislamu wako katika pumzi ya mwisho na katika mitihani wa mwisho. Lakini katika pumzi wa mwisho, ama watashukuru na Mungu awazidishie utukufu kwa utukufu wao, au Mwenyezi Mungu atawajalia kuangamiza na kuwafunga katika sayari ya Saqar. Ina milango 7 ambayo kila mmoja wao miongoni mwao ina sehemu iliyogawanyika. Mungu anawahukumu kifungo cha milele kwa muda usio na mwisho wa maisha. Kwa hiyo wana chaguo: ama utukufu, ushindi na msamaha kutoka kwa mwingi wa rehma na bustani ya neema na ufalme mkubwa, au aibu, mateso ya uchungu na kifungo cha kuzimu na hukumu ya milele bila mwisho. Na enye jumuiya ya viongozi wa Kiislamu wa Kiarabu na wasiokuwa Waarabu, kukemea ufisadi mkubwa zaidi katika ardhi iliyobarikiwa ya Palestina haitoshi kwa maneno, lakini kwa maneno na matendo. Na enye umma wa viongozi wa Kiislamu ambao Mwenyezi Mungu amewapa uwezo katika ardhi kuwa mitihani kwao, mnataka kupata chuki na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, au mnataka kupata furaha, upendo na ukaribu wa Mungu? Basi tazameni amri ya Mwenyezi Mungu katika muhakkam iliyowazi, maana yake kitabu chake Al-Qur'an al-Azim, iliyolekezwa kwa waumini ambao Mwenyezi Mungu amewatia nguvu duniani. Amesema Allah Ta'ala: Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-azizul hakim. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqa Allahu al-azim. Surah As-Saff.
aya 1, 2, 3, 4. Na ewe Rais Rajab Tayyip Erdogan, timiza ahadi yako. Je, hukusema kwamba hutonyamaza juu ya mauaji ya Gaza ambayo yalivuka mipaka yote nyekundu katika haki zote za binadamu kwa kuua watoto wachanga, wanawake na wanaume na wanawake wasiojiweza katika Gaza al-Mukarrama? Na unaahidi kuwa hutonyamaza na hutokaa kimya, bali ulisema kwamba utayamaliza haya kwa moyo, ulimi na moyo wa chuma, kwa nguvu nyingi. Inamaanisha kulingana na ahadi yako kwa neno na tendo, sio tu laana. Tunakuomba utimize neno lako. Na tunatoa wito kwa rais wa Pakistan na Iran na nchi zote za Kiislamu za Kiarabu na zisizo za Kiarabu kuwa waaminifu kwa Mungu wao wenyewe na watu wao. Kuweni ndugu katika dini ya Mwenyezi Mungu, na kataeni na tupeni nyuma ya migongo yenu migongano na umadhehebu na ujamaa na vyama katika dini yenu, na muwe wanajeshi wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mawali wake, na musiwe miongoni mwa jeshi la Iblisi, shetani na marafiki wake, msije mkapoteza dunia na akhera. Wallahi wa tallahi, hakika njama ya shetani ilikuwa dhaifu na imeshindwa kwa amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi weka ahadi ya utii kwa Mwenyezi Mungu, kupigana katika njia yake ya kuamrisha mema na kukataza maovu, ili kuhifadhi dini yenu na kuhifadhi haki za binadamu, awe Muislamu au kafiri. Hakika haki za binadamu zimehifadhiwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, Al-Qur'an Al-Azim, bila kujali dini yake na imani yake. Hisabu yake iko kwa Mola wake mlezi. Basi hakuna ubaguzi wa rangi, kabila au kikandaa. Katika muhakam iliyowazi maana yake katika kitabu chake Al-Qur'an Al-Azim. Enye jumuiya ya viongozi wa Kiislamu wa Kiarabu na wasiokuwa Arabu, mimi ni khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad Yamani, na wapa fatwa yenye ukweli kwamba muna haki ya kuweka mikono yenu mikononi mwa viongozi wa makafiri ambao ni watu wa ubinadamu na wanaoteseka kwa sababu ya jinai kubwa zinazotokea katika historia ya ubinadamu katika eneo tukufu la Gaza huko Palestina, kutokana na mauaji ya watoto, wanawake na wazee, na wanaodhulumiwa wanatazamwa kutoka macho ya walimwengu. Hapa viongozi wenye huruma kwa haki za binadamu na wanachukia unyanyasaji wa binadamu dhidi ya haki ya ndugu yake mwanadamu mwenzake watakuwa wazi kwa ulimwengu, kama vile maraisi wa Colombia na Chile na wale kama wao kutoka kwa viongozi wakubwa na watu wa mataifa ya wanadamu na Waislamu na makafiri, au katika watu wa kitabu yeyote miongoni mwa viongozi wa dunia nzima anayekemea yanayotokea Palestina katika Gaza yenye heshima, moyo na roho, mjue kwamba yeye ni mmoja wa watu wenye huruma ya kibinadamu. Viongozi wote wa Kiislamu wanayo haki ya kuweka mikono yao mikononi mwa viongozi wa makafiri wenye utu. Basi muwachukue kuwa rafiki, wawe walinzi wa kuzuia uharibifu katika ardhi. Na Mwenyezi Mungu hakukatazeni utiifu wa watu wa kitabu waliosalama miongoni mwao, ambao hawataki kutukuka katika ardhi wala ufisadi, isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao, wenye misimamo mkali. Kwa hivyo
baadhi yao ni walinzi wao kwa wao, na wale walio chini yao miongoni mwao na katika walimwengu wote. Wawafanyie kuwa ni walinzi wa kuzuia uharibifu katika ardhi na umwagaji damu kwa dhulma na uadui. Kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala: Asa Allahu an yaj'ala bainakum wa baina alladhina aadaytum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurun rahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. سورة الممتحنة aya 7, 8, 9. Na jueni kwa yakini kwamba Mwenyezi Mungu amenijalia kuwa khalifa wake juu ya ulimwengu mzima, ardhi na bahari. Siitishi vita, umwagaji damu na chuki kati ya mwanadamu na ndugu yake mwenzake mwanadamu. Hakuna uadui isipokuwa kwa madhalimu. Na jueni kwamba kuua nafsi ya mwanadamu bila ya sababu ya haki ni dhambi kwa mujibu wa kitabu, kana kwamba ameua watu wote bila ya kujali kama nafsi hii ni muumini au kafiri. Hivyo dhambi kwa Mungu ni sawa. Kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة المائدة aya 32 mpaka 36. Ukweli kwamba Mungu hapendi wavamizi dhidi ya haki za binadamu bila kujali dini yake. Kila mmoja ana dini lake na marejeo yao ni kwa Mwenyezi Mungu, na hapo ni lazima awahisabie. Mwenyezi Mungu hakukuamrisheni kuwalazimisha watu mpaka wawe waumini. Anaitaka na aamini na anaitaka na akufuru. Ni juu yetu kufikisha ujumbe, na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo hisabu. Ama haki za mwanadamu juu ya ndugu yake mwanadamu mwenzake alizifanya zihifadhiwe na kulindwa ndani ya Al-Qur'an Al-Azim. Na Mungu aliwaamuru wana wa wanadamu kushirikiana katika haki na uchamungu na sio kusaidiana katika dhambi na uchokozi dhidi ya haki za binadamu. Kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. سورة المائدة aya 2. Najueni kwa yakini kwamba Mwenyezi Mungu hakuwatuma mitumi wake wote na khalifa wa Mwenyezi Mungu Imam Mahdi Nasr Muhammad Yamani isipokuwa kama ni rehma kwa walimwengu wote, ili awaamirishe wanadamu kwa ndugu yake mwanadamu mwenzake bila ya kujali yeye ameamini
akafuata wito wa mitume na khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi wa kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake bila mshirika, au kama amekufuru kumwabudu Mwenyezi Mungu mpaka ahakikishe aelekee kwa Mola wake mlezi, aongoze moyo wake, au akafa katika ukafiri wake, kisha marejeo yake ni kwa Mwenyezi Mungu, kisha hisabu yake iko kwa Mwenyezi Mungu. La muhimu zaidi ni kwamba hakupigana na Mwenyezi Mungu na mitume wake kwa dini ya Kiislamu, na akazuia madhara na shari yake kwa watu. Hakika Mwenyezi Mungu hakumlani yeyote katika makafiri isipokuwa wale wanaompinga Mwenyezi Mungu na wito wa mitume wake wa kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake bila mshirika. Basi wanaowachukia mitume wake na wito wao wa kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake bila mshirika, basi hao wanachukia haki itokayo kwa Mola wao mlezi na wanavuka mistari nyekundu. Hapa wajue kwamba anayempinga Mwenyezi Mungu na mitume wake na walioamini, basi Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لاقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. سورة الأنفال آية 12-16. Najueni kwa yakini kwamba Gaza ya kimiujiza ni makaburi ya walioivamia, na wapo watu wa karibu na Al-Aqsa ambao ni wa kweli miongoni mwao, na wale wanaowawacha hawatawadhuru, na hao ndio washindi, Mwenyezi Mungu akipenda, Mola mlezi wa walimwengu wote. Na hapana, na wala mashetani wote wa wanadamu hawataweza kuwashinda, na fatwa yetu imetangulia kwa haki, na ni wajibu wa Mwenyezi Mungu kuwapa ushindi waumini. Ama watu waliodhulumiwa na waliokaa ambao ni madhaifu, wahalifu waliharibu nyumba zao juu ya vichwa vyao, wao pia ni mashahidi katika bustani za neema. Hata hivyo, wao sio sawa kwa Mungu katika daraja ya safu za wapigania utakatifu wa Mungu. Kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سورة النساء aya 95-96. Najueni kwamba yanayotokea katika Gaza yenye heshima ni mitihani kwa ubinadamu na moyo wa kila mwanadamu ambaye moyo wake uko hai unakabiliwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kwa kushambulia hospitali na kuua watoto wachanga, watoto, wanawake, wazee ambao madhaifu wanazibomoa nyumba zao juu ya vichwa vyao. Mashetani wa kibinadamu kutoka kwa wahalifu wa kizayuni na wenye misimamo mikali katika kundi la shetani. Jueni kwamba watoto, wanawake, wazee na waliodhulumiwa hawauawi isipokuwa wale ambao ni mashetani, ambao nyoyo zao ni kama mawe au ni ngumu zaidi
na ambao nyoyo zao hazina sifa tukufu na nzuri za huruma ya kibinadamu na utu, na juu yao iko laana ya Mwenyezi Mungu na laana ya malaika wake na laana ya watu wote wenye utu na ubinadamu. Na Mwenyezi Mungu akayafanya mauaji ya Gaza kuwa mitihani kwa nyoyo za wanadamu wote katika ulimwengu wote, wawe Waislamu, watu wa kitabu au makafiri. Ubinadamu ambao wamebeba ndani yao sifa tukufu na nzuri za kibinadamu. Asili ya Mungu iko ndani ya mioyo yao ya waja wake wenye huruma, na yoyote anayeacha ubinadamu wake kama mwanadamu, mioyo yao ni migumu kama mawe au hata migumu zaidi. Wahalifu wanayoiharibu dunia unawakuta wanaua watoto, wanawake na madhaifu wasiojiweza sawa sawa, wakivunja kanuni na maadili ya ubinadamu na kukeuka sheria za vita katika haki zote za binadamu na utakatifu wa raia miongoni mwa wanadamu. Hawajali wanawachunga tu, wala hawana wajibu. Juu yao iko laana ya Mwenyezi Mungu na malaika na watu wote. Wanataka kufanya sunna mpya, njia mbaya katika vita vya wanadamu, kuua watoto wa vizazi katika vita vyao kati yao wenyewe, na wanataka kuharibu haki za ubinadamu wote. Hakuna atakayewaunga mkono na kuyafanya washirika isipokuwa wale walio kama wao, mashetani wa kibinadamu, maadui wa ubinadamu miongoni mwa Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Basi mcheni Mwenyezi Mungu ambaye ni mkali wa kuadhibu, na jueni kwamba sayari ya adhabu Saqar itaharibu ubaridi wa msimu wa baridi unaokuja, hivyo joto litaongezeka hadi kufika digrii 151. Hapa umeingia rasmi katika kiangazi cha sayari ya Saqar, na nawaahidi ahadi isiyo na kikomo, Mungu akipenda, kwamba itakuwa majira ya baridi yajayo, na katika mwaka wenu huu 2023 usidanganywe na baridi kuzingirwa wingi wa hewa, kwani zitachanganyika na hali ya hewa ya sayari ya Saqar zote pamoja katika mwaka wenu huu 2023 unaolingana na 1445 ya Hijria. Nanyi mtajua ya kwamba mimi sikuimbii kwa mashairi wala sikuzidishi kwa kinathari bila ya haki. Najueni kwamba Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbingu na ardhi. Najueni kwamba ushindi unatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye hikma. Najueni kwamba Mwenyezi Mungu ataikamilisha nuri yake, ijapokuwa wahalifu watachukia kutokezea kwake. Kwa hivyo maadui wa Mwenyezi Mungu hawana uweza wa vita dhidi ya Mwenyezi Mungu na mawali wake, wala hawana mkabala ya vita vya Mwenyezi Mungu peke yake, bali ushindi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni'mal Maula wa ni'mal Nasir. Watajua maadui wa ubinadamu ambao ni wavamizi dhidi ya haki za binadamu kwamba mamlaka yote ni ya Mungu, na watajua ni nani aliye na nguvu zaidi na mwenye mbinu zaidi. Je, ni shetani na walinzi wake, au ni mwingi wa rehma na mawali wake? Kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala, قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا
حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. صدق الله العظيم. Surat Al-Jinn aya 20 mpaka 24. Tunaendelea kuwahusia Waislamu kwa Mayahudi wapenda amani wanaowachukia mashetani wenye uadui, wenye misimamo mkali wa kibinadamu katika kundi la shetani, na mnajua ya kwamba wao ni maadui kwa walioamini na ni maadui wa Mwenyezi Mungu na mitume wake, baada ya kuwabainikia haki kwamba hiyo ni haki itokayo kwa Mola wao mlezi, na maadui wakatili wa ubinadamu ambao nyoyo zao ni kama mawe kutokana na ukosefu wa ubora wa huruma ya mwanadamu, kwa sababu wamemfanya shetani kuwa ni mlinzi badala ya mwingi wa rehma, na shetani hawaahidi ila ni kujighuri. Na tunaendelea kuwahusia Waislamu wawe na amani na walio na amani miongoni mwa wanadamu wote, na tunaendelea kuwahusia Waislamu kwa Wakristo ambao wako karibu zaidi katika mapenzi na Waislamu. Tunaendelea kuwahusia Waislamu wawatendee makafiri ambao wamebeba sifa ya rehma ya mwanadamu kwa ndugu yake mwanadamu mwenzake. Basi Mungu ajalie baina yenu na wao mapenzi na huruma. Kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala: Asa Allahu an yaj'ala bainakum wa baina alladhina aadaytum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurun rahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. سورة Al-Mumtahana aya 7, 8, 9. Na jueni kwa yakini kwamba Mwenyezi Mungu aliwatuma mitume wake na khalifa wake Imam Mahdi Nasr Muhammad Yamani ila kuwa ni rahma kwa walimwengu, na Mwenyezi Mungu akatujalia kuwa miongoni mwa wasiotaka kutukuka duniani wala ufisadi, na mwisho ni kwa wacha Mungu. Hakuna uadui isipokuwa kwa madhalimu wanaoeneza ufisadi katika ardhi, wale wanaomwaga damu za watu bila haki, wachokozi wasio waadilifu na madhalimu dhidi ya haki za binadamu. Na ewe Joseph Biden aliyopotea, hatukukutahadharisha kuwa utakuwa kalamu katika mkono wa mazayuni wenye itikadi kali katika kundi la shetani. Wazayuni wenye itikadi kali walikuhadaa, hivyo ukawapoteza wale wote waliokuchagua kuwa raisi wa Marekani. Je, unadhani kuwa wazayuni wenye itikadi kali walikuchagua? Badala yake walimchagua shetani, mnyama mbaya zaidi ya wanyama, Donald Trump. Na Joseph Biden alichaguliwa na Waislamu na Wakristo wote wenye amani, Wayahudi wenye amani na watu wenye ubinadamu. Lakini wazayuni walikufanya upoteze kura za marafiki wako wote, na licha ya kujisalimisha kwao kwa sababu ya uhamasa ya ujahilia, lau kungekuwa na uteuzi wako mpya wenye ubinadamu wote hawangekupigia kura, na wazayuni kama washirika wa Trump wasingekupigia kura, wala hawatatimiza ahadi yao kwako kwa sababu wao ni wafuasi wa Trump. Wewe ni mjinga kiasi gani? Shetani Netanyahu alikudanganya na kukuaminishia kwamba Wayahudi watauawa na Waislamu kwa sababu ya kuanguka kwa dola la Israeli. Hakika yeye ni miongoni
mwa waongo. Hawatopotea Waislamu wakati wa kukombolewa msikiti wal Aqsa, akiwemo Imam Mahdi Nasr Muhammad Yamani na wao. Na ninasema kwa mara ya 1000, utatandaza mazulia ewe Joseph Biden na mataifa yote ya wanadamu kumkaribisha khalifa wa Mungu wa maumma wa kimataifa Imam Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Basi njoni, fukuzeni sayari ya Saqar ikiwa nyinyi ni wa kweli, ambayo itatageuza msimu wa baridi unaokuja kuwa msimu wa kiangazi wa sayari ya Saqar. Anapandisha joto hadi digrii 151, na narudia na kukumbusha kwamba sayari ya Saqar itageuza baridi ya majira ya baridi ya ncha ya kaskazini hadi digrii 151. Nilikuonyeni kuhusu kupita kwa sayari ya Saqar miaka 19 iliyopita, na kiasi gani nikakuapieni kwa jina la Mwenyezi Mungu mmoja Al-Wahid Al-Qahar kwamba sitakuimbieni kwa mashairi wala sitatia chumvi katika nathari isiyo ya kweli. Basi jiandaeni kwa jeshi la Mwenyezi Mungu na sayari ya Saqar, na mtajua ni nani msaidizi dhaifu na mdogo kwa idadi, na mtajua kwamba nguvu zote ni za Mwenyezi Mungu. Hayo ni kwa anayeshikamana na Mwenyezi Mungu, yeye ndiye ni'mal maula wa ni'mal nasir, mola mlezi bora na msaidizi bora. Mwenyezi Mungu ataziweka shingo za walimwengu wote kwenye utiifu wa khalifa wake. Na subhana rabbika rabbil izza amma yasifun, na salam juu ya mitume, alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu wa bani Adam kwa damu kutoka kwa Hawa na Adamu, khalifa wa Allah juu ya ulimwengu wote, al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.